Hii si hadithi ya kubuni, ni tukio halisi lililotokea. Hii ni hadithi ya kweli ya urukuzi au hakimu. Leo tunaingia kwenye ulimwengu wa ndani wa Ruta za nyumbani. Mahali ambapo siri za maisha hukutana na hatari za kidijitali. Na hadithi ya leo si ya haka anayevunja vioo usiku. Ni hadithi ya mtaalamu anayefungua milango kwa uelewa. Nini ni msimulizi wako? Na leo nakusimulia kisa cha ajabu kuhusu Kyle Love, mtaalamu wa penetration testing anayejulikana kwa kugundua zero-day zaidi ya 100. Ni kama filamu ya mystery. Ila hapa hakuna kuiba pesa. Kinachoibiwa ni udhaifu wa binadamu na teknolojia. Kyle si superhacker, bali mtu wa kawaida anayetumia muda na kujitahidi, na kila mtu anaweza kufanya hivyo kama atataka. Hayali, twende katika ulimwengu wa kidijitali ambapo nyumba yako inaweza kuwa wazi kwa dunia yote bila kujua. Kyle ni mtaalamu wa penetration testing. Analipwa kutoa majaribu ya usalama wa mtandao wa kampuni ili kuona kama haka anaweza kuingia. Lakini hadithi hii si kuhusu kazi yake. Ni kuhusu mwaka 2013. Wakati aliponunua ruta mpya ya nyumbani. Ilikuwa hali zaidi ya $300 kama kununua gari la kifahari kwa Wi-Fi. Afiki yake alipendekeza, na Kai akajua ni hot sana miongoni mwa watu wa IT. Ni kama simu mpya ya Apple, lakini kwa router hardware ilikuwa imara, lakini si salama kama walivyofikiria. Alipofika nyumbani na kuisanidi, Kyle aliona kitu cha ajabu. Kuta hiyo ilikuwa na vipengele vingi vilivyo wazi kwa default. Lipie FTP server, samba kwa kushiriki faili, na web server nyingi. Jina la default ni admin na password ni admin bila kuuliza ubadilishe. Aelo alibadilisha yake, lakini alijua wengine hatafanya hivyo kama kuacha mlango wa nyumba wazi na kuwakaribisha wageni bila kujua ni nani anayekuja. Alifungua FTP na kuunganisha hard drive nje ili kuhifadhi picha, uliki na rekodi za Ben. Lakini wakati alipofanya scan, aligundua poki 21 imefunguliwa na hakuna password. Yeye na faili zake zote zinaweza kuonekana na yeyote ulimwenguni, kwa sababu router ilikuwa na IP ya umma. Ni kama kutoa sherehe na kualika kila mtu, lakini bila kujua ni nani anayekuja na bunduki. Aili hakukaa kimya. Alitumia zana zake za penetration testing na kugundua zaidi. Alifika kwenye faili ya paint text yenye username na password ya router aminami wazi kama kitabu kilichofunguliwa. Inachukua dakika 20 tu, alisema. Na kwa kuwezesha iCloud, unaweza kuona hiyo kutoka nje ya nyumba. Alimwomba rafiki yake mbali na akaona password yake pia. Hii ni hatari kubwa, alisema, kama kuacha nyumba yako wazi na kuwakaribisha wahalifu wa kidijitali bila kujua. Alitumia tovuti inayoitwa Shodan, mahali pa kuskana interneti yote, na kugundua router 50,000 zilikuwa hatarini kwa FTP pekee, na kwa port 44380. Ni mara 2 au 3 zaidi. Hii ilichukua moyo wake, kwani router hiyo ilikuwa na VPN inayoweza kutumiwa kama proxy ya mashambulizi. Zaidi ya nyumba 100,000 zilikuwa hatarini. Mwizi anaweza kuona faili zako. Kudhibiti router au kutumia interneti yako kwa uovu. Wateja hata hawatajua hadi router ianguke, alisema.
Ni kama kuwa na panya chini ya kitanda, inayotafuna waya bila kujua, na ghafla Nyumba yako inawaka. hii ni zero day, tatizo ambalo kampuni haijui bado. Ni kama kugundua mlango uliofunika nyuma ya picha, na Kai alikuwa na orodha ndefu. FTP bila paso, Samba hatari. VPN inayoweza kutumiwa vibaya. Hello. Nini alifanya? Alikuwa na chaguo: kuangalia faili za wengine, kuuza siri kwenye dark market, au kutoa taarifa. Kyle alichagua kutoa taarifa kwa asasi Februari 2013. kwa barua pepe isiyokuwa na jina. Hakupata jibu. Baada ya mwezi, alitumia jina lake halisi. Wili dhatu. Hakuna jibu. Wakasema tutatazama. Lakini miezi miwili, hakuna marekebisho. Kaile alikasirika. Wanunua ruta hii bila kujua hatari. Haifanya pashale disk moja mtandaoni, alisema tatizo bila maelezo kamili. Hezi kuwahamasisha. Ni kama kuambia wazazi, kuna pana chumbani, bila kuonyesha picha. Wao wataanza kusafisha haraka. Lakini Kai alihofia. sasa wahalifu watajua pia kama kutoa ufunguo wa nyumba kwa wengine bila kujua. Tovuti za usalama ziliandika makala. Wateja wakakasirika, na asasi wakaanza kurekebisha, lakini FTP ilibaki hadi Septemba. Kai aliwapa barua pepe tena, na pia wao wakasema, Hii ni Infinity Shearilu, muwe na furaha kushiriki na wote. Kai alisema, furaha. Hii ni kushiriki siri zako na dunia. Miezi ilipita bila marekebisho kamili. Desemba 2013 hadi Januari 2014. Siri zote zilipokuwa za umma. Na matatizo yalikuwa katika ruta 10 za asasi. Hakuna mtu aliyetaka. Lakini sasa wahalifu walikuwa wanaingia na kuangalia faili na hata kuweka faili zao kama stashinopoi. Kundi moja la wabinafsi lilitafuta ruta 10,000 na kuacha ujumbe: Tahadhari, ruta yako inaweza kuibiwa na yeyote. Jema STP na iCloud sasa Walitia saini labda kutoka Focha. ni kama kumwambia mwizi, Nimeona ulikuja. tafadhali ondoka, na kuandika kwenye kioo cha bafu. Asasi walirekebisha baadhi, lakini Kyle aligundua matatizo mengine katika marekebisho hayo na kuyatoa. Hatimaye wakarekebisha yote. Februari 2016, US Federal Trade Commission ilishtaki asasi. Waligundua wateja 10,000 walikuwa wameibiwa data. Asasi wakakubali amri. Wasidanganye wateja kuhusu usalama. Watoe taarifa za updates wazi. Na fanyeni audit za usalama kwa miaka 20 hadi 2036. Faini dola 16,000 kwa kila kosa. Ni kama kujenga ukuta mkubwa, lakini kuacha mlango wa nyumba wazi. Na sasa Sheria linawalazimisha kufunga. Leo bado kuna ruta 2 au 3,000 zisizorekebishwa. Wateja hawajui au hawajali. Kyle sasa anatumia ruta ya Infinity, lakini aligundua tatizo nayo pia kutoka Cisco. vendors bado wana hatua ndefu. Anasema usalama ni afterthought kwa wengi. Hii inakumbusha kwamba ruta yako si tu box ya Wi-Fi, ni mlango wa nyumba yako. Rekebisha, update, Na kama unaona tatizo, toa taarifa. kuna bounty kampuni zinazolipa kwa kutoa siri. Kyle Hakupata. lakini USAT inawasaidia wataalamu kutoa taarifa bila hatari. Usalama si afterthought, ni msingi wa nyumba yako ya kidijitali.
Na hiyo ndiyo inayofanya hadithi hii kuwa ya kustaajabisha, si ya kutoa hofu, bali ya kutoa busara. Kama unahitaji kutoa ulinzi, anza na mazoea yako na usiache ruta yako ikuwa mlango wazi kwa dunia. Na kama unapata tatizo ama kai, jitahidi na kutoa taarifa. Unaweza kuwa shujaa wa kidijitali bila kujua. Anything or everything can happen. Karibu tena Chaos and Order.